Asante Mheshimiwa Dr. Mohamed Ali Suleiman, swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Speaker. Nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa majibu yake. Kwa kuwa Profesa Omar Faki Hamadi ana maswali mawili na nimepata mkanganyiko, sijui ni swali namba 181 ama 184 alilokuwa akijibu Mheshimiwa Waziri. Lakini kama ni 181 kwa mujibu wa utaratibu wetu, naomba nimuulize swali la nyongeza kama ifuatavyo, kwamba kwa kuwa moja ya mategemeo makubwa ya uwekezaji wowote katika nchi ni kuongeza ufanisi, lakini pia kuongeza tija kwa watumishi ambao wapo, na kwa kuwa kumekuwa na malalamiko makubwa kwa watumishi wetu ambao wanafanya kazi katika sekta ya afya kutokana na unyonyaji wa uwekezaji huu ambao upo, ni ipi kauli ya serikali hususan katika kupata posho za ziada na mambo mengine? Ni ipi kauli ya serikali juu ya jambo hili? Lakini B, kwa kuwa tumeambiwa katika jibu lake B kwamba wanafanya mchakato wa kurekebisha scheme of service, muundo mpya wa maendeleo ya watumishi hawa madaktari, tungependa kufahamu muundo huo utamaliza lini, kwa sababu watumishi wetu hawa wamekuwa wakidhalilika kwa muda mrefu. Mheshimiwa Waziri, majibu. Kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Afya, naomba kumjibu Dr. Mohamed swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa, sisi ni wajumbe wa wawakilishi. Tunapotumia baadhi ya kauli kwa mfano za unyonyaji na nyingine, si kauli njema hata kidogo, kwa sababu dunia nzima sekta binafsi zinashirikiana na sekta za serikali katika kuongeza ufanisi. Na ukitaka usitake kufanya outsource katika huduma ya afya, Zanzibar sasa hivi imekuwa inasifika huduma ziko bora. Mfano katika utoaji wa huduma za dawa na matibabu, sasa hivi ukenda katika hospitali yetu yote ya wilaya na kadhalika, mgonjwa hakosi dawa, na hii ni kutokana na mashirikiano ya private sector. Pia na huduma imeongezeka. Sasa swali la kusema kuna unyonyaji, I don't think is the right word to use. So neno zuri kulitumia, kwa sababu sio neno la kweli. Wananchi wanafarajika katika kupata huduma bora, lakini scheme of service itamalizika karibuni, na wagonjwa wote kule, wafanyakazi wa mahospitali wanapata maposho yao kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa na utumishi wa umma. Na kushukuru. Asante.